بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين. أما بعد، بإذن الله سبحانه وتعالى وتوفيقه ومشيئته، Allah subhanahu wa ta'ala ametukutanisha kwa mara nyingine katika wakati huu baada salati adh-dhuhr, walillahi alhamd, ikiwa tunaendelea na darasa zetu za kusoma kitabu Ithafu Ahli al-Iman bidurusi shahr Ramadhan, ikiwa mchana huu tulionao ni dhuhur يوم الخميس. hii ni ya dhuhuri ya siku ya Alhamisi السابعة ya tarehe 17 min shahri Allah Shaaban, ya mwezi huo Allah, mwezi wa Shaaban mwaka 1447 Hijria. Darasa ambayo tunaendelea nayo ni ad-darsu ath-thaminu. Salamu alaykum, jazakallahu khair. ni darasa ya 8. faqala hafidhahu Allah ta'ala fi bayani man yu'dharu bitarki as-siyami fi shahri ramadana wama yajibu alayhi. Darasa ya 8 katika kubainisha yule ambaye anapewa udhuru kwa kuacha kufunga katika mwezi wa Ramadhani na kile ambacho kinawajibika juu yake. Tulianza kuisoma darasa hii kwa utangulizi ambao Sheikh hafidhahullah ta'ala ameuweka hapa. Kwa ujumla darasa hii inataja wale watu waliopewa udhuru wa kuacha kufunga katika mwezi wa Ramadhani kwa sababu mbalimbali walizokuwa nazo, lakini pia mlango huu utatuelezea kile ambacho kinawajibika kwa hao walioshindwa kufunga katika Ramadhani. Ndio akasema hapa Sheikh, tukiendelea leo, wa ashabu hadhihi al-a'dhari alladhina yurkhasu lahum al-iftar hum, na watu wa hizi nyudhuru alladhina, wale ambao yurkhasu lahum fil iftari, panaruhusiwa kwa wao katika kufungua. Hum, nao ni hao wafuatao. Atawataja hapo kwa utaratibu mmoja baada ya mwingine na kile ambacho kinawajibika kwao. Al-awwal, mtu wa kwanza, al-maridhu alladhi yashukku alayhi siyam. Huyo ndio mtu wa kwanza aliyeruhusiwa kufungua katika Ramadhani. Al-maridhu ni mgonjwa, alladhi yashukku alayhi siyam, mgonjwa ambaye inamuia nzito juu yake funga, inakuwa ni ngumu juu yake funga kwa sababu ya ugonjwa. Fayustahabbu lahu an yuftira, na imependezeshwa kwake yeye huyu mgonjwa huyu, an yuftira, afungue, akhdhan birukhsa, kwa ajili ya kuchukua ruhusa, kufanyia kazi rukhsa ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyotoa kwa wagonjwa. Wadhālika idha kana as-sawmu yadhurruhu, na hilo ni pale ambapo itakapokuwa funga inamdhuru yeye kwa sababu ya maradhi yake, maradhi yanaongezeka akifunga. Wadhālika idha kana as-sawmu yadhurruhu, na hilo ni pale ambapo itakapokuwa funga inamdhuru yeye huyu mgonjwa. Au yuakhiru bur'ahu, au hiyo funga inachelewesha kupona kwake,
anachelewa kupona huyu mgonjwa kwa sababu ya kufunga, au yudhaifu alayhi almarada, au inayoongeza hiyo funga juu yake maradhi, akifunga anazidiwa, maradhi yake yanaongezeka. Mgonjwa kama huyu ameruhusiwa kufungua katika Ramadhani, na kwa kuwa ni maradhi yenye kutarajiwa kupona, atakuja kulipiza kwa kuzilipa zile saumu alizoziacha kwa sababu ya ugonjwa. Huyu ni mtu wa kwanza. Thania, ni mtu wa pili, almusafiru alladhi halla alayhi shahru ramadhana wa huwa fi safari. Mtu wa pili huyu min ashabi al-a'dhar, aliyeruhusiwa kufungulia katika mchana wa Ramadhani. Almusafiru ni msafiri, alladhi, msafiri ambaye halla alayhi shahru ramadhana, umemwandamia juu yake mwezi wa Ramadhani, bimaana umemfikia yeye mwezi wa Ramadhani. Wa huwa fi safari, wa huwa fi safari, na hali ya kuwa yeye yupo katika safari. Mwezi umeingia na kuandama, ikawa huyu yuko safarini. Au ansha safaran, au ikawa mtu huyu ameianzisha safari fi athnai shahri, katikati ya mwezi. Mtu kaanza safari yake na hali ya kuwa Ramadhani tayari inaendelea. Au anshaa safaran, au akawa ameianzisha safari fi athnai shahri, katikati ya mwezi, wakati Ramadhani inaendelea naye akawa akapata safari. Huyu ni msafiri. Ni mmoja, Ramadhani imemkuta safarini, yuko huko katika mji wa ugenini, au pengine alianza kufunga akiwa ndani ya mji wake, lakini katikati ya funga yake ikamtokezea safari, akasafiri pia. Huyu ni msafiri. Sasa Sheikh anaizungumzia safari hii. Au ansha safaran, au akaianzisha safari fi athnai shahri, katikati ya mwezi, tablughu masafatuhu 80 kilomita fa akthar, inayofikia hiyo safari masafa yake kilomita 80 au zaidi. Na wenyewe nasema hii ndiyo aqallu masafati alqasr, huu ndio uchache wa masafa ya kufaa kupunguza swala. Ni safari ambayo ina kilomita 80 na zaidi, na isiwe chini ya hapo, illa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala amefanya tahqiqi ya masala haya kwamba inawezekana safari ikaitwa safari na ikawa chini ya kilomita 80 kwa sababu ya urfu, ada na mazoea ya watu. Pengine kuna mahali wanakwenda hapajafikia kilomita 80, lakini wao hao wasafiri katika mji wao wanaita kuwa ni safari, na mtu anaaga kabisa hapo, unaona bwana, na kuchukua mabegi yake, ni safari, basi itakuwa ni safari. Lakini kauli ya jumhur ni hii safari tablughu masafatuhu, ambayo yanafikia masafa yake 80 kilomita, kitambo cha kilomita 80 fa akthar, na zaidi ya hapo. Na ulama wameyazungumza haya kwa ilmu baada ya kufuatilia adilla na mazingira ya safari yalivyokuwa katika asri ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na katika zama za salaf. Wakaona kwamba masafa ambayo walikuwa wakisafiri kwa kutembea kwa miguu au wakiwa juu ya vipando vyao vilivyobeba mizigo, wakitumia siku 2 na ziada kwa mwendo wa kati na kati,
baada ya kuja kufuatilia walikuta masafa haya hayakuwa chini ya kilomita 80. kwa hiyo wamelizungumza baada at-tatabbu'i wal-istiqra, baada ya ufuatiliaji na kusoma kwa kina. Ndio shaka anasema au akaianzisha safari huyo anayesafiri katika Ramadhani, katikati ya Ramadhani, safari ambayo tablughu masafatuhu, yanafikia masafa yake 80 kilomita fa akthar, kilomita 80 na zaidi ya hapo. wa hiya almasafatu allati, na hayo ndio masafa ambayo kana yaqta'uha an-nas, walikuwa wanayakata masafa hayo watu ala al-aqdami, wakitembea kwa miguu yao, masafa ya kiwango cha kilomita 80 ndio masafa ambayo kana yaqta'uha an-nas, walikuwa wanayakata masafa hayo watu ala al-aqdam, juu ya kutembea kwa miguu, wasairi al-ahmali, na kwa mwendo wa vipando vilivyobeba, wasairi al-ahmali, na kwa mwendo wa vipando vilivyobeba, walikuwa wakiyakata masafa haya fi muddati yawmain, katika muda wa siku 2, qasidin ay hala kaunihim mutawassitina fil mashi, katika hali ya kule kuwa kwao ni wenye kutembea kati na kati, sio matembezi ya kasi sana wala sio pole pole sana, utembeaji wa kati na kati. Ulama wanasema watu huko zamani walikuwa wanazikata hizi kilomita 80 kwa kutembea kwa miguu, kadhalika kwa kutembea na vipando vilivyobeba mizigo kwa muda wa siku 2, tena wakitembea mwendo wa kati na kati. Qasidin ay mutawassitin, maana ya kati na kati. Kwa hivyo wameyasema haya kwa khibra. Msafiri kama huyu sasa aliyosafiri katika urefu kama huu, fahadha almusafiru, na huyu msafiri huyu wa safari kama hii na iliyo ya mbali zaidi, yustahabu lahu, pamependezeshwa kwake yeye, an yuftira, kufungulia, ni ruhusa kwake kufungua, na ni mustahab, sunna. Sawaun, ni mamoja, shakka alayhi siyam au lam yashuk, ni mamoja imekuwa nzito juu yake funga au haijawa nzito, ni mamoja imemtaabisha yeye funga au haikumtaabisha, maadamu ni msafiri kwa kiwango hiki cha safari, anayo ruhusa ya kufungua. Sio lazima kwamba ukifika huo umechoka. Inawezekana usafiri ni wa starehe, lakini safari, teknolojia imekuja, vipando vimekuwa vya kisasa, watu hawachoki. Siku hizi kuna vitu ukikaa kwanza una uwezo wa kukilaza ile VVIP kwenye basi hilo sehemu maalum pale. Kuna wenzako wako huko Kajambanani hapa kwa hapa, mtu mrefu pia anakoma, akifika tayari ana ganzi mguu mzima, lakini kuna sehemu maalum unakata pale, utakaa pale, unaweza ukalaza kiti chako kile ukalala kabisa kama kitandani. Magari mengine basi vile viti vinafanya massage, kuna mahali unabofya pale, kinakuminyaminya, kinaleta joto, utachoka saa ngapi? Kwa hivyo safari zina starehe. Tunatoka hapa mpaka Dar es Salaam safi, tuna nguvu. Sasa usilazimishe kwamba kwa safari zina starehe, mabasi ni ya kisasa au ndege au mfano wake katika vipando, ukatuambia kwamba hamna haja ya kufunga. Lazima kufunga, yani hakuna haja ya kuacha kufunga. Shaka anasema sawaun shakka alayhi siyam, ni mamoja kumemtaabisha juu yake kufunga, au lam yashuk, au hakuja mtaabisha. Akhdhan birukhsa, kwa ajili ya kuchukua ruhusa. Tena anasema hafidhahullah, wa sawaun kana safaruhu tari'an,
na ni mmoja imekuwa safari yake ni yenye kuzuka, safari za ghafla zile, safari za kutokezea kama tunavyosema. Wa sawaun kana safaruhu tari'an, na ni mmoja imekuwa safari yake ni yenye kuzuka ya ghafla, au mustamirran, au imekuwa safari yake ni yenye kuendelea. Kuna watu maisha yao yalivyo, wao ni watu wa safari, sio kama safari zimezuka, ni sahibu safariyat. Mfano wa sa'iq, shaka mmemtolea mfano madereva wa magari ya biashara, madereva wa mabasi, madereva wa malori na magari mengine ya biashara. Wao kutwa ni kukata barabara tu. Leo yuko Dodoma, kisha yuko Dar es Salaam, mara yuko Mwanza, mara Kongo, mara unasikia yuko Rwanda, mara Burundi. Ndio kazi yake. Madereva hawa ambao mpaka watoto wao wale wadogo wanawaita wajomba, hajulikani nyumbani, kiingia anaitwa mjomba. Sio mjomba huyo. Kwa hiyo ni mmoja imekuwa safari ni ya kuzuka, au mustamirran, au imekuwa safari ni ya kuendelea. Tunatoa mfano kasaiqi sayyarati al-ujrati, kama vile dereva wa gari la biashara, gari la kulipiwa. Alladhi, dereva ambaye yakunu ghalibu waqtihi, unakuwa mwingi wa wakati wake. Yakunu ghalibu waqtihi, unakuwa mwingi wa wakati wake. Fi safarin baina albuldani, ni katika safari baina ya miji, kaenda huku karudi huku. Hata kama akiwa msafiri huyu ni wa kudumu kwenye safari, atafungua. Fahadha yuftiru fi safarihi, na msafiri kama huyu atafungua katika safari yake. Wayasumu fi waqti iqamatihi, na atafunga katika wakati wa ukazi wake. Akishafikia mahali karudi katika mji wake, ametulizana, atafunga. Lakini akiwa safarini afungue ruhusa, hata kama ataufungua mwezi mzima, alafu mwenyewe atakuja kutulia huko baadaye, labda ndio yuko livu au hamna kazi, mizigo ya kupeleka hamna, anasema sasa nilipe ile Ramadhani yangu iliyonikuta safarini. Jaiz. Umeona Uislamu? Naam. Sasa shaka anasema wa idha qadima almusafiru ila baladihi athna an-nahari, na hii ni faida hukumu ya kifikihi. Na pindi akiwasili msafiri, wa idha qadima almusafiru ila baladihi, na pindi akiwasili msafiri katika mji wake, athna an-nahari, katikati ya mchana. Kutoka safari zako huko katikati ya mchana wa Ramadhani, umeingia katika mji wako. Pengine huko ulikuwa unakula tu, kula mahindi njiani na kunywa maji. Sasa umeingia katika mji wako katikati ya Ramadhani, wajaba alayhi al-imsaku baqiyat al-yawm, utawajibika juu yake msafiri huyu kuizuilia na kula na kunywa na yote yenye kufunguza kwa iliyobakia katika siku hiyo. Atajizuia, usiendelee kula kama nilikuwa safari bwana. Kama sasa umeshafika hapa nyumbani, waagiza mapochopocho. Sasa watu wamefunga, wewe unaagiza vyakula. Watakiwa ujizuilie kwa kitambo cha siku kilichobaki. Wayaqdhihi, na atailipa siku hii kama sabaka, kama vile ambavyo vimetangulia. Kwa hivyo huku kujizuia si kwamba amefunga, bali ni kwa heshima ya nini? Ni kwa heshima ya mchana wa Ramadhani, anautukuza mwezi wa Ramadhani, asile. Lakini hii siku atakuja kuilipa. Tuna watu humu si wasafiri wala lolote, wapo Waislamu makobe tu, mijitu mizima inakula tu bila haya. Ikiwa wasafiri wanaambiwa wajizuie wakifika katika miji yao. Haya, ahkamu zingine za msafiri muhimu nyeti. Wa idha nawa almusafiru fi athna'i safarihi iqamatan tazidu ala 4 ayamin fa innahu yalzamuhu as-sawm wa itmamu as-salati kaghayrihi min al-muqimin.
adhim. Sheikh anasema wa idha nawal musafiru, na pindi akinuia msafiri akajikatia shauri kama wanavyosema mashekhe wa Swahili. Wa idha nawal musafiru, na pindi akinuia msafiri fi athnai safarihi, katikati ya safari yake, wakati wa safari yake akatia nia, iqamatan, akatia nia katikati ya safari yake ya ukazi. Wa inna almusafiru fi athnai safarihi iqamatan, na pindi akinuia msafiri wakati wa safari yake ukazi, tazidu ala 4 ayamin, unaozidi ukazi huo juu ya siku 4. Kwa maana akanuia atakaa ugenini kwa siku zinazozidi 4. Fa innahu, na hakika yeye huyu msafiri, yalzamuhu as-sawm, itamlazimu yeye funga, wa itmamu salati, na kuitimiza swala kutamlazimu vile vile, ka ghairihi min almuqimin, kama mwingine asiyekuwa yeye katika wakazi, kwa sababu yeye amenuia katika safari yake kukaa kwa siku zinazozidi 4. Ama ikiwa ni chini ya siku 4, labda ni hizo 4 zenyewe, au siku 3 au siku 2 au siku 1, huyo atahesabika bado ni yupo katika hukumu za wasafiri. Bimaana ataacha kufunga kwa hoja ya safari, atapunguza swala, atazikusanya swala kwa hoja ya safari. Lakini ikiwa ukazi wake uko safarini utazidi siku 4, huyu atahesabika ni mkazi wa muda. Kwa hivyo kutamlazimu yeye kufunga, kadhalika kutamlazimu yeye kutimiza swala na kuziswali kwa wakati wake kwa jamaa. Na haya ndio madhhabu ya al-Malikiyya, kadhalika ni madhhabu ya Shafi'iyya. Dalili yao nini? Siku zikizidi 4 unapata hukumu za wenyeji. Aqwa dalilihim ni al-qiyas. Dalili kubwa waliokuwa nayo hawa ni qiyas, nacho ni qiyasi chenye nguvu. Wamemfanyia qiyasi musafir ala al-muhajir, wamemfanyia qiyasi msafiri kwa muhajir, yule muhamaji anayehama kutoka katika miji ya kufuru na kwenda katika miji ya Kiislamu. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliwaambia muhajirun walipokwenda umra Makkah kwamba yuqimu almuhajiru ba'da inqidai nusukihi 3. Atabakia muhajir, kwamba anaitwa ni muhajir, ni muhamiaji mgeni, atabakia pale Makkah baada ya kumaliza ibada yake ya umra kwa siku 3. Kwa hivyo atakayejikalisha zaidi ya hapo, huyo tayari atakuwa ni mwenyeji na tayari atakosa fadhila ya kuitwa muhajir. Tumefahamiana? Alimamu Nawawi anasema, maulama wakaongeza pia itaingizwa ile siku moja ya kusafiri na siku ya kuja na siku ya kuondoka, zile hazihesabiki. Kwa hivyo ulama wakasema anayenuia zaidi ya siku 4 kukaa mahali, ameshavuka kile kiwango cha mgeni, kwa maana siku 3 na siku 1 ya kuondoka. Kwa hivyo atapewa hukumu za wenyeji. Ushahidi ni hicho kiasi kwamba muhajirun walipewa ruhusa ya kubakia Makkah kama wageni kwa siku zisizozidi 3. Tumefahamiana? Naam. Alhadith fi sahihain, hapa na maelezo marefu sana, na baadhi ya wahakiki wa mambo wao wanaona msafiri anaweza kuwa ni msafiri hata kwa zaidi ya siku 4. Tuyasome haya kama yalivyo kwa sababu ni sehemu ya elimu.
Tayib, sasa shaka anatuambia akiwa ataunuia ukazi unaozidi juu ya siku ngapi? Siku 4, basi kwa mtu huyo utamlazimu yeye kufunga na kuitimiza sala kaghairihi min almuqimin, kama mwingine asiyekuwa yeye katika wakazi. Sheikh anasema linqita'i ahkami safari fi haqqihi, kwa ajili ya kukatika hukumu za safari kwenye haki yake mtu huyu. Tena anaeleza, anasema sawaun kanat iqamatuhu lidirasatin, ni mamoja umekuwa huo ukazi wake ni kwa ajili ya masomo, au litijarati, au ni kwa ajili ya biashara, au ghairi dhalika, au mengine yasiyokuwa hayo, maadamu umeweka nia ya kukaa katika mji wa watu kwa siku zinazozidi 4, wewe unaambiwa kisheria umenuia ukazi wa muda. Kwa hivyo utakuwa kama wale wakazi, timiza swala, funga. Kisha anasema wa inna wa iqamata 4 ayamin fa aqall, na ikiwa ataunuia ukazi wa siku 4 na chini ya hapo, ikawa siku zake ni 4 au chini, hazijavuka hapo. Wa inna wa iqamata 4 ayamin fa aqall, na ikiwa ataunuia ukazi wa siku 4 au chini ya siku 4, bimaana hazijazidi siku 4, ni 4 au chini ya hapo. Au aqama liqada'i hajatin, sikiliza hilo lingine pia, au ikawa amefanya ukazi katika mji wa ugenini, au akawa ameufanya ukazi liqada'i hajatin, kwa ajili ya kuikidhi haja fulani, la yadri mata tanqadhi, hafahamu wakati gani itamalizika haja hiyo, wakati gani itakidhika haja hiyo, ikawa ni mutaraddid, anaona kwamba pengine mambo yangu nitamaliza leo au kesho kutwa. Yani ukimuuliza, haya kaka, hebu niambie lini unaondoka mjini hapa, anakwambia sijajua bado, sijajua bado, yani sijakuwa na uhakika, ni mutaraddid. Huyu ni msafiri ambaye amekaa katika mji kwa ajili ya kuikidhi haja yake, kumaliza jambo lake, lakini hajajua wakati gani litakwisha. Kwa maana likiisha tu ataondoka. Sasa inawezekana akakaa katika mji wiki 2, mwezi, hajajua. Na kama kuna jambo anafuatilia ofisini, anapewa matumaini tu, hebu njoo kesho mchana. Akija mchana ambia hebu kesho kutwa jioni, basi njoo baada ya siku 2, anakuwa ni mutaraddid. Huyu kapewa fursa ya kuendelea kuwa msafiri hata kama muda ukirefuka. Ndio shaka na wataja watu hawa ambao wanahesabika ni wasafiri. Wa inna wa iqamata 4 ayamin fa aqall, na ikiwa wataunuia ukazi wa siku 4 na chini ya hapo, au aqama liqada'i hajati, au akafanya ukazi kwa ajili ya kuikidhi haja, la yadri mata tanqadhi, hajui wakati gani itakidhika haja hiyo. Msafiri kama huyu, shekhi anasema falahu al-iftaru, ana yeye ruksa ya kufuturu. Falahu al-iftaru, ana yeye ruhusa ya kufuturu, ya kufungua, li'adami inqita'i safari fi haqqihi, kwa kuto katika safari kwenye haki yake. Nani huyu? Huyu ni yule msafiri ambaye anaishi katika mji, amenuia kukaa katika mji kwa siku ambazo hazizidi 4, si ndio au chini ya hapo, tumefahamiana. Au ni mtu ambaye ni mutaraddid, hana uhakika atatoka lini, huyo ataendelea kuwa na ruhusa ya kufuturu kwa sababu ya kutokatika safari kwenye haki yake. Ama ikiwa mtu ameshanuia kwamba ninakwenda Dar es Salaam mathalan, au ninakwenda Dodoma, au ninakwenda Dubai, na nitakaa pale wiki nzima mathalan,
au siku 5, ikawa muda alionuia ukazi wake huko ugenini umevuka siku 4 kwa tuliyosoma hapa, mtu huyo hukumu yake nini? Huyo atapewa hukumu ya wenyeji akifika mji huo, afunge kama wenyeji na atimize swala zake kama wenyeji, kwa sababu ukazi wake umevuka siku 4. chukua madhehebu yani qawi jiddan. Thalithan, mtu watatu aliyopewa ruhusa min ashabi al-a'dhar katika Ramadhan, al-haid wan-nufasa, ni mwanamke mwenye hedhi na mwenye damu ya uzazi. Sheikh anasema yahrumu alayhima, kuna haramika juu yao hao wawili, mwanamke mwenye hedhi na mwenye damu ya uzazi. Yahrumu alayhima as-siyamu, kuna haramika juu ya wawili hao kufunga muddat al-haidhi wan-nifas, katika muda wa hedhi na muda wa nifasi. Maadamu hedhi iko na nifasi iko, ni haramu kwao kufunga. Lima fi sahihain, kwa kile ambacho kimekuja katika sahihi mbili. Ana Aisha radhiyallahu anha qalat, kutokea kwa Aisha radhiyallahu anha amesema, kunna nu'maru, na imekuja nu'ammaru, kunna nu'maru biqada'i as-sawm, tulikuwa sisi tunaamrishwa kuilipa funga kwa sababu ya zile ada zao za mwezi. Na hapa ni pale Aisha alipoulizwa na mmoja katika wanawake, ma balu al-haid taqdi as-sawm wala taqdi as-salah, ana nini mwanamke mwenye hedhi, jambo lake likoje? Analipa funga wala taqdi as-salah, na wala halipi swala. Faqalat Aisha akamjibu huyu mwanamke, kunna nu'maru biqada'i as-sawm, tulikuwa sisi wakati wa mtume tunaamrishwa kuzilipa funga, wala nu'maru biqada'i as-salah, na wala hatuamrishwi kuzilipa swala. Kwa hivyo wanawake wenye hedhi wameruhusiwa kufuturu katika Ramadhani, kadhalika wale wenye nifasi. Ndio shaka nasema wayahrumu ala alhaidhi, na kuna haramika juu ya mwanamke mwenye hedhi, antasuma, kufunga, fi waqti alhaidhi, katika wakati wa hedhi, bil ijma'i, kwa makubaliano ya wanawazuoni, kwa mwanamke mwenye hedhi hafungi kwenye ule wakati wa hedhi yake. Tumefahamiana? Hii ni kwa ijma'. طيب، Sheikh anasala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, amesema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, thabata bis-sunnati wa ijma'i al-muslimin anna al-hayd yunafi as-sawm. Ibn Taymiyyah rahimahullah anasema imethibiti kupitia sunna wa ijma'i al-muslimin, na makubaliano ya Waislamu, anna al-hayd, kwamba hedhi yunafi as-sawm, inakinzana na funga, inapingana na funga, kwa maana penye hedhi hakuna kufunga. Fala yahillu ma'a al-hayd au an-nifasi, basi haihalaliki funga. Fala yahillu ay as-sawm, na haihalaliki funga ma'a al-hayd wan-nifas, pamoja na hedhi na nifasi. Waman fa'alathu minhun, na yeyote ambaye ataifanya hiyo funga, na hapa ni kitendo cha wanawake, yeyote katika wanawake. Waman fa'alathu, na yeyote atakayeifanya hiyo funga, minhun, miongoni mwa hao wanawake, halahu, wakati wa hiyo hedhi, halahu ay waqtahu, waqta al-haidhi au an-nifas, wakati wa hedhi au wakati wa nifasi. Waman fa'alatuhu, na atakayefanya hiyo funga, hiyo atakayefanya hiyo funga, kitendo cha wanawake, minhunna, miongoni mwa hao wanawake, halahu, wakati wa hiyo hedhi, yeye akaamua kufunga,
lam yasihha minha, haitosihi hiyo funga kutokea kwake huyo mwanamke. Funga haitosihi kutokea kwake kwa kuwa ameiweka funga wakati akiwa na hedhi. Qal, yani Sheikh al-Islam akasema, Sheikh al-Islam akiongeza, wa huwa wifqu al-qiyas, nalo jambo hilo ndio afikiano la qiyasi, al-qiyas as-sahih, qiyasi kilichokuwa sawa chenye kuwafikiana na akili sahihi. Wa huwa wifqu al-qiyas, nacho hicho nalo jambo hilo ndio muwafikiano na qiyasi. Kwa nini? Anafafanua, fa inna shar'a jaa bil adli fi kulli shay'in, na hakika sheria imekuja na uadilifu katika kila kitu. Msikilize Sheikh al-Islam anasema, mwanamke kuzuiliwa kufunga akiwa na hedhi, jambo hili linaafikiana na qiyasi. Fa inna shar'a, kwani hakika sheria jaa bil adli fi kulli shay'in, imekuja na uadilifu katika kila kitu, si ndio? Fasiyamuha waqta khuruji dam, kufunga kwake huyu mwanamke wakati wa kutoka damu, yujibu nuksana badaniha wa dha'fiha, kuna wajibisha upungufu wa mwili wake, wa dha'fiha, na udhaifu wake huyu mwanamke. Kufunga wakati damu inatoka, jambo hilo linawajibisha, linaleta upungufu wa mwili wake huyo mwanamke mwenye hedhi, wa dha'fiha, kadhalika na linawajibisha upungufu kwenye udhaifu wake, udhaifu unazidi kuwa dhaifu. Fasiyamuha waqta khuruji dam yujibu nuksana badaniha wa dha'fiha. Naam, kwa hakika kufunga kwake huyo mwanamke wakati wa kutoka damu kunawajibisha upungufu wa mwili wake na udhaifu, na kunawajibisha udhaifu katika mwili wake, lakini vile vile wa khuruja saumiha anil i'tidali, na kunawajibisha vile vile kutoka hiyo funga yake kwenye uadilifu. Anakuwa hayuko sawa, ana kitu kinamtoka kwenye mwili wake, kitu kizito, alafu iwe tena wakati huo huo awe amefunga. Hivi kweli pangelikuwa na uadilifu baina yetu sisi na wanawake? Yani mfano waruhusiwe kufunga katika hali za hedhi, sisi na wao tumekuwa sawa. Yeye ana vitu vinamtoka, tena ni damu, na kwa masiku kadhaa, na sisi wazima hatutoki na kitu, si ndio? Tungefanana. Sasa uadilifu wakaambiwa wasifunge wale. Hili ni kokotezo la Sheikh al-Islam bin Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Haya, anasema fasiyamuha, nirudie hapa, na kufunga kwake huyo mwanamke mwenye hedhi, waqta khuruji dam, wakati wa kutoka damu, yujibu nuksana badaniha, huko kufunga kuna wajibisha upungufu wa mwili wake, wa dha'faha, ndio sawa sawa, na kuna wajibisha udhaifu wake mwanamke huyo, aiwa yujibu dha'faha, na kuna wajibisha udhaifu wake mwanamke huyo, wa khuruja saumiha anil i'tidali, na kuna wajibisha kutoka funga yake katika uadilifu. Itakuwa sio sawa kama walivyo wanaume. Kwa sababu ya hilo sasa, fa umirat an tasuma fi ghairi awqati alhayd, na akaamrishwa huyu mwanamke an tasuma, afunge fi ghairi awqati alhayd, katika zisizokuwa nyakati za hedhi. Naam, ikiwa ameshataharika na vitu havimtoki ndio afunge sasa, ili asiwe ametoka katika uadilifu ambao wako nao wanaume. Fayakunu saumuha, na inakuwa funga yake, fayakunu saumuha dhalik, na inakuwa funga yake hiyo wakati ametaharika, sauman mu'tadila, ni saumu yenye ulingano. Sawa sawa, ni saumu yenye ulingano wa sawa.
anaeleza la yakhruju fihi dam, haitoki katika wakati huo. Tunauzungumzia wakati gani? Ghairi awqati alhayd. Weni makini hapo, tunazungumzia wakati usiokuwa wa hedhi. Tulieni, mtakwenda kuwafundisha watu kitabu hichi. Amesema fa umira, akaamrishwa mwanamke, Shaabani upo, antasuma fi ghairi awqati alhayd, afunge kwa zisizokuwa nyakati za nini, za hedhi. Fayakunu sawmuha dhalik, na inakuwa saumu yake mwanamke huyo saumu yake hiyo sauman mu'tadila, ni saumu yenye ulingano. La yakhruju fihi ad-dam, haitoki katika wakati huo usiokuwa wa hedhi. Ndio la yakhruju fihi ad-dam, haitoki katika wakati huo damu. Alladhi, damu ambayo yuqawi al-badana, inautia nguvu mwili, inakuwa haitoki. Alladhi, damu ambayo yuqawi al-badana, inautia nguvu mwili. Alladhi, mwili ambao huwa maadatuhu, hiyo damu ndiyo kirutubisho chake. Upo alladhi, mwili ambao huwa ay ad-damu maadatuhu, ndiyo kirutubisho chake. Wakati kama huo ambapo damu haitoki, mwanamke akaambiwa afunge sasa, kwa kuwa mwili una nini? Una nguvu. Damu haitoki, maana damu ni kirutubisho cha mwili. Ndio maana wanawake wakiwa katika hedhi wanakuwa wadhaifu kwa kila kitu, wanakuwa wadhaifu mpaka wa akili. Fuatilia Ibn Qayyim, usikilize maneno. Idhan barakallahu fik, haya maneno anayazungumza Sheikh al-Islam, na mimi nayasoma taratibu kuonyesha kwamba mwanamke wa Kiislamu anapokuwa kwenye hedhi au kwenye nifasi, ameambiwa asifunge kwa sababu hayupo katika ulingano sawa kwenye mwili wake kama walivyo wanaume, kwa kuwa anakuwa ni wakati anatokwa na damu. Damu hiyo inawajibisha upungufu wa mwili wake na udhaifu, na huko kutoka damu kunaifanya funga yake mwanamke kuacha al-i'tidal, ulingano. Kwa hivyo akaamrishwa mwanamke afunge katika nyakati ambazo sio za hedhi, na inakuwa funga yake wakati huo ni funga yenye ulingano. Kwa nini? Kwa sababu haitoki katika wakati huo usiokuwa hedhi, kwa sababu haitoki katika wakati huo damu ambayo inaupa nguvu mwili ambayo hiyo damu ndiyo kirutubisho chake. Sawa sawa. Sasa anamtaja mustahadha, mwenye damu ya ugonjwa. Huyu sasa hajaingizwa kwenye hukumu za mwenye hedhi, kwa sababu istihadha ni ugonjwa, haina wakati, ni jambo lenye kumzidia mwanamke, halina wakati. Kama mtu ambaye amezidiwa na matapishi, hana khiani na wala hujui wakati gani matapishi yatakuja. Bikhilafi almustahadha, ni kwa kinyume na mwanamke mwenye damu ya hedhi. Mwanamke mwenye damu ya ugonjwa, afwan, sio damu ya hedhi. Bikhilafi almustahadha, ni kinyume na mwanamke mwenye damu ya ugonjwa. Huyu anafunga tu hata kama damu yake inamtoka, kwa sio hedhi, ni damu ya ugonjwa. Kuna wanawake wanatoka damu za maradhi lakini sio hedhi. Mtu amesema ni kishipa kile, au imekuja ni pigo la sheitani kwenye rahim, kwenye kizazi, na kwa damu inavuja tu. Huyu anatakiwa ajitaharishe, ajifunge vizuri, lakini mustahadha anaswali. Mwanamke mwenye damu ya ugonjwa anaswali na vile vile anafunga. Bikhilafi almustahadha, na hii ni kinyume cha mwanamke mwenye damu ya ugonjwa. Wa man dhara'ahu alqaid, na yule ambaye yamemzidia yeye matapishi. Mimma, katika kile ambacho, wengine sema katika lile jambo ambalo laisa lahu, hana yeye, halina jambo hilo, afwan. Mimma, katika jambo ambalo laisa lahu waqtun, halina jambo hilo wakati. Yumkinu alihtirazu minhu, kuna yumkinika kujichunga na jambo hilo. Jambo kama la damu ya ugonjwa au jambo la matapishi,
hivi unaweza ukasema kwamba kuna wakati unaweza ukajichunga nalo? Huwezi kujua, ni jambo linakuja ghafla, au huyu mgonjwa hajui hedhi yake au damu yake yenye kumtoka itakatika lini. Ndio maana hawa wakaambiwa waendelee kufunga, wanawake wenye damu ya ugonjwa au wale wenye kuzidiwa na matapishi. Ikawa mtu ana tatizo hilo, yeye ni mtu wa kutapika tu, kikaa na tapika, wala hajui kwamba kuna wakati hayatakuja hayo matapishi, huyo atafunga. Waman dhara'ahu alqai'u, na yule ambaye yamemzidia yeye matapishi, kamuunganisha na almustahadha, mimma katika jambo ambalo laisa lahu waqtun, halina jambo hilo wakati, yumkinu lihtirazu minhu, kuna yumkinika au kunawezekana kujichunga na jambo hilo. Ndio maana wakawa wanafunga. Falam yuj'al, halikujaliwa jambo hili la almustahadha, na yule aliyezidiwa na matapishi. Falam yuj'al, na halikufanya jambo hili munafiyan lisawmi, ni lenye kupingana na funga. Kwa hivyo hapa kuna kitu wamekivua asheikh, kwamba mwanamke mwenye hedhi na nifasi ni tofauti na mwanamke mwenye damu ya ugonjwa au wale wenye kuzidiwa na matapishi, kwa sababu hawana wakati ambao wanaweza wakajichunga na vitu hivi. Na ndiyo maana vikaonekana vitu hivi vya damu ya ugonjwa na matapishi havipingani na funga. Lakini mwanamke mwenye hedhi ana wakati, si ndio? Wana masiku yao mwenyewe, anajijua kwamba hedhi itakuwa ni siku 4, siku 7, siku 10, kisha kuna kipindi kitakuja kitakuwa hakina hedhi. Kwa kuwa wana wakati, basi watafunga katika huo wakati huo mwingine. Ama ule wakati wa hedhi inapingana na saumu, kwa kuwa hedhi huondoka na ukaja wakati ambao hedhi haitoki, atafunga wakati huo. Hapa ninaparudia kwa sababu ya uzito wake. Ama yule mwenye damu ya ugonjwa, yeye hana wakati ambao anaweza akasema nitajizuia kwamba haitotoka ili nifunge, mgonjwa. Au yule ambaye mwenye maradhi ya kuzidiwa na matapishi, hana wakati wa kujizuia. Ndio maana watu hawa wataendelea kufunga, kwa kuwa nyudhuru zao hizi hazipingani na saumu. Huyo ni mtu wa 3, tukule kuendelea kuanzia mtu wa 4 ila huna. طيب, هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، وجزاكم الله خيرا.